Bana, taarifa za tanzia zinaeleza kwamba mbunge wa zamani wa jimbo la Kilwa Kusini mkoani Lindi, Selemani Said Bungara maarufu kama Bwege amefariki dunia mchana wa leo wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya binafsi iliyopo Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kaka wa marehemu ambaye anajulikana kama Abbas Bungara amesema kuwa Bwege alifikishwa hospitalini hapo kwa ajili ya kuendelea na matibabu ya kuchuja figo, yani maarufu kama dialysis, na ndipo mauti ulivyomfika. Nikimnukuu, anasema kwamba kwa sasa mipango ya mazishi inaendelea na taarifa zaidi zitatolewa hapo baadaye, ila msiba kwa sasa upo kwangu mimi, kaka yake, maeneo ya Temeke. Bwege bana aliwahi kuwa mwanachama wa CUF na pia ACT Wazalendo, na hivi karibuni alitangaza kujiunga na Chadema, ambapo atakumbukwa kwa jinsi ambavyo siku za mwisho za uhai wake alikuwa akihudhuria mahakamani kufuatilia kesi za Tundu Lissu licha ya kuwa kwenye wheelchair baada ya kukatwa mguu kutokana na maradhi yaliyokuwa yakimkabili. Kutoka kwenye meza yetu bwana, tunawaomba Mwenyezi Mungu awape nguvu ndugu, jamaa na marafiki pamoja na wakazi wote wa Lindi ama mkoani Lindi kwa msiba huu mzito. Lakini pia hii hapa ni sauti ya naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye anajulikana kama John Heche akizungumza kuhusiana na taarifa za msiba huu. Kwanza jana tarehe 25 mwezi wa 7 nilimtembelea Bwege hospitali pale Moi, na pamoja na kwamba Bwege nimekaa naye bungeni muda mrefu, sikuwahi kumfahamu kwa karibu sana kwa sababu tumekuwa naye kwenye kambi ya upinzani, lakini sio mtu ambaye tulikuwa tunazungumza kwa karibu. Lakini baada ya kumtembelea pale taasisi ya mifupa alipokuwa amelazwa, tukajenga ukaribu sana tangu mwaka jana mwezi wa 7, na nikawa naongea naye kwenye simu mara kwa mara, na akaonesha dhamira yake ya kujiunga na Chadema. Akasema amefanya assessment, kwa maneno yake, amefanya assessment kama mwana mageuzi na ameona chama pekee ambacho kinaweza kuleta mageuzi ya kweli. Amekaa kwenye vyama kafu na baadaye ACT, lakini amekuwa kwenye vikao vya juu. Amegundua kwamba chama kinachoweza kufanya mageuzi ya kweli na kikajenga demokrasia ambayo tumeipigania, na chama ambacho hakina compromise ni Chadema, na akaonesha mapenzi yake makubwa sana na uongozi wetu uliochaguliwa na hasa Tundu Lissu. Na baada ya hapo akaanza operation yeye mwenyewe kwa jitihada zake, pamoja na vile alivyo mgonjwa. Ametoa gari na akafinance vijana wa Chadema. Hivi ninavyozungumza, jana ndio mwenyekiti wa vijana wa kanda ya kusini amerudi mjini kutoka Kilwa na maeneo ya kusini, ambako yeye aliwaunganisha moja kwa moja kwa kuwapigia wanachama kule kusini anaowafahamu kwa uzoefu wake, na kuwa organize waende wakawapokee, na wamepokea wanachama kwa maelfu. Wamerudi jana jioni. Mimi nimeshiriki kwa sababu nimechangia mafuta na vitu vingine. Kwa hiyo tumepoteza mtu wa muhimu sana, hasa kanda ya kusini, kwa sababu mimi sikuwahi kujua jinsi ambavyo Bwege yuko detailed. Yani anafahamu mtu kwa jina, anapokaa, na nimegundua ni kwa nini alikuwa ameshinda ubunge mara 2 kwa upinzani. Kushinda ubunge sio mchezo kwa upinzani. Ni mtu yuko detailed kwa kiwango cha juu sana. Anamfahamu kila mtu, anapokaa, anachofanya, na akikuelekeza kwamba nenda kwa mtu fulani, kweli ukifika unamkuta. Kwa hiyo nataka niseme tu kwamba ni mtu ambaye tayari alikuwa ameshahamia Chadema. Ilikuwa ni kusubiri tu mikutano ikifunguliwa twende tukampokee rasmi kwenye chama, kwa maana ya kwamba kwenye public, kuonesha public. Kwa hiyo tumepoteza mtu wa muhimu, na sisi kama chama imetugusa sana, na tutashiriki 100% kuhakikisha kwamba anapata mazishi yanayostahili.